Mafinga Filling Station, uwekezaji wenye mguso kwa jamii. Karibu kwenye simulizi hii maalum inayogusa moyo wa maendeleo. Leo nakuletea simulizi ya mafanikio kutoka mtaa wa Mwangata A, kata ya Mwangata, manispaa ya Iringa. Hii ni simulizi ya uwekezaji wenye tija unaogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Mafinga Filling Station, sheri ya kisasa iliyopo mtaa wa Mwangata A, barabara kuu ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Sheri hii imeleta mapinduzi makubwa katika mtaa wa Mwangata na manispaa ya Iringa kwa ujumla. Mmiliki wa sheri hii ni mdau wa maendeleo kutoka mjini Mafinga, Yuda Kipagati. Kwa ujumla nataka niseme kwamba nawashukuru sana wana Mwangata kwa namna jinsi ambavyo wametupokea kutoka mchakato tulipoanza mpaka sasa kufanikisha. Ameamua kuwekeza sio tu kwa kujenga kituo cha mafuta, bali pia kwa kuweka vyumba vya biashara vya kisasa. Hiyo ni fursa kwa wafanyabiashara wa kata ya Mwangata na manispaa ya Iringa kufanya kazi katika mazingira bora na yaliyo salama. Lakini jambo la kipekee zaidi katika sheri hii ya Mafinga Filling Station ni uanzishwaji wa huduma ya kujaza mafuta kwa mkopo. Huduma hiyo itamwezesha mfanyabiashara wa magari au dereva kuwa na uhakika wa kufanya kazi bila kuhofia kukwama kwa mafuta. Kama anavyotueleza meneja wa sheri ya Mafinga Filling Station iliyopo Mwangata. Madereva wote wanaotumia barabara hii waje kujaza mafuta kwetu. Kuna ofa, kuna mtu anaweza kawa hana hela ya keshi, tunaweza kumsaidia akalipa baada ya kupeleka mzigo. Swala hilo limekuwa ni faraja kubwa kwa madereva wa biashara za bodaboda, bajaji na magari ya mizigo wanaopata mafuta na kuendelea na kazi kisha kulipa baada ya kupata mapato. Kila anapokuja mwekezaji kuna maslahi yanayoonekana katika mji huo. Kwa mfano, mimi na gari transport matanda moya najaza mafuta, nimegaili hela najaza mafuta, napeleka mzigo, utachukua cha kwangu, nalipa mafuta. Kwa hiyo ni kampani kubwa sana ambayo inafanyika sasa hivi. Sio mimi tu, wenye magari wote mkoa wa Iringa wanaruhusiwa kuja hapa, atajaza aseme yeye atalipa kwa wiki, atalipa keshi, amekwama siku moja, hatuwezi kutumia kila siku. Kwa hiyo hapo ya kampani tunamshukuru sana bwana Yuda kwa uwekezaji wetu hapa Mwangata. Wakati wa uzinduzi wa sheri hii ya Mafinga Filling Station, mdau huyo wa maendeleo Yuda Kipagati aliwashangaza watu wengi kwa kuwajazia mafuta bure kwa bajaji 100, bodaboda 100, pamoja na magari kadhaa ambayo yalikuwepo katika eneo hilo la uzinduzi. Tunatarajia kuwajazia bodaboda kwa ofa, bodaboda 100 na bajaji 100. Hiyo ni ofa ya bosi. Hapo baada hapo tunawakaribisha. Hiyo ni ishara ya shukurani, upendo na dhamira ya dhati ya kushirikiana na jamii inayomzunguka, hususani wakazi wa Mwangata. Kwa ujumla nataka niseme kwamba nawashukuru sana wana Mwangata kwa namna jinsi ambavyo wametupokea kutoka mchakato tulipoanza mpaka sasa kufanikisha. Kuanzia mwanzo wa mchakato wa ujenzi wa kituo hicho cha mafuta cha Mafinga Filling Station, mdau huyu wa maendeleo Yuda Kipagati ana lipi la kuwaambia majirani wanaomzunguka? Wewe sisi tumekuja kutoa huduma, lakini pia tutashirikiana kwa kila jambo. Mtaa kwa mtaa. Naamini mpaka sasa tumeshakuwa ndugu kwa sababu tumeshawekeza huko hapa Mwangata.
Wateja ambao tumeongea nao hapa, kilio chao kikubwa ni kuona huduma hii inakuwa endelevu. Kabla hayajaisha mafuta basi yaweze kuwepo mafuta mengine yamefika. Unawaahidi nini wateja hao ambao leo umewaaminisha kwamba kituo hiki ni kituo bora kwao? Wateja waamini kabisa kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa namna jinsi ambapo tunafanya kazi hii tuna uzoefu nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumeshaona kwamba Mwangata ni sehemu aina gani. Kwa hiyo hatutakatikiwa mafuta. Wateja watapata mafuta masaa 24. Taasisi hii ambayo iko hapa ni taasisi ya uwekezaji na ni taasisi ambayo ina mzunguko wa kifedha. Ombi lako kwa wakazi wa maeneo haya hasa vijana katika kushiriki katika kukilinda chombo hiki kiweze kudumu kwa muda mrefu? Kubwa sana kwa ndugu zetu hapa Mwangata, tunaomba ushirikiano wao, kwa sababu taasisi kama hii inatusaidia sisi wote. Kama hivi tumetoa ajira kwa wana Mwangata, tujatoa ajira kwa watu wengine tofauti. Unaona? Wewe tunaomba ushirikiano wao, waamini kabisa kwamba taasisi hii, chombo hiki ni cha kwetu sote kwa ujumla. Mafinga Filling Station iliyopo Mwangata imeongeza ajira kwa vijana, kuamsha biashara ndogo ndogo na kuleta mwamko wa kiuchumi kwa kata ya Mwangata. Madereva wa bodaboda nao wakapaza sauti zao kumuomba mdau huyo wa maendeleo Yuda Kipagate kuhakikisha huduma ya mafuta inakuwa endelevu katika sherehe hiyo ya Mafinga Filling Station kwa muda wote wa usiku na mchana, wakisema kuwa wao huishi kwa kutegemea kasi ya biashara. Na pia kwa biashara hizo watu wajue mafuta kwa wingi ili biashara na mtao uendelee kuendelea. Neno lako kwa serikali katika kuweka mazingira safi kwa wawekezaji? Neno langu kwa serikali nataka kusema kwamba serikali inabidi kuwapa fursa wawekezaji na kuwaenda wawekezaji kama hawa, sababu wanaleta pato kubwa kwa taifa, wanachangia kwa sababu wanalipa kodi, wanachangia pato kubwa kwa taifa. Ndani sheria hii kwa hapa ishaleta kama vile fursa kwa ajira kwanza kwa kazi wa hapa, kama unavyoona kwenye pampu wengi wa hapa. Kingine mtaa kama mtaa huo Mwangata sasa tutatamka kwa sababu tunapata sheria, sababu ni moja sehemu ya maendeleo. Kwa majina naitwa Karimu Mkata, mdereva bajaji. Sasa hivi watu wa Mwangata inafanya Mwangata ichangamke. Maana Mwangata ni mtaa kwa muda mrefu ngome lao. Ndio washeji tumefanya makazi hapa, wanafanya biashara na maendeleo yatakuwa. Wito wangu mkubwa na waomba tushirikiane kwa umoja. Na pamoja kubwa sana ni namna ya kulinda huu mradi ambao umekuja. Kulinda kwa kushirikiana. Usiachie tu kwenye mwekezaji. Wakazi wa Mwangata nao wakiwa na nyuso za furaha na mioyo yenye shukurani, vinywa vyao vikafunguka, maneno wakayanena. Naitwa Christopher Francis Wemba almaarufu Ave Maria Francis. Sisi kwa uwekezaji huu tumefurahi sana. Iringa tunachangamka, Iringa inakuwa iko juu. Kama unavyoona hivi sheli vijana wamejaa, wanafurahia mbona ofa yao leo, lakini ndio mwanzo kupata wateja hivi. Tunaomba kokote anayeona klipu hizi apite sapota. Mafinga sio wageni kwa mafuta. Hadithi nzuri, petroli nzuri, yenye ubora. Tunaomba sana, karibuni sana. Utige wewe ya country mall loko ye mwana. Kwa hiyo wewe tuenda. Ukweli rulo mama. Mdau wetu kutoka Mafinga, kwa sababu sisi kama wadau tumemshawishi aje kuwekeza Iringa ili vijana wetu waweze kupata ajira. Na nashukuru ajira ya kwanza imeanzia ndani ya manispaa Iringa, na watu wetu nafikiri kama wao ni mwenyeji wa Mwangata, 90% na wafanyakazi hao wametoka Mwangata. Kwa hiyo uwekezaji sisi tukijitahidi kumshawishi mwekezaji, lakini kusaidia katika ndani ya ajira wa ajili watu wa Mwangata. Neno lako kwa vijana waliopata fursa ya kuajiriwa katika kituo hiki? Tunaomba wao waaminifu kwa tajiri mwenye kituo hiki, kwa sababu wakiwa waaminifu tutamshawishi tajiri kufungua vituo vingi zaidi na kuwekeza zaidi katika biashara zetu. Huu ni ushahidi kuwa pale ambapo uwekezaji unakutana na moyo wa jamii, basi mafanikio huwa ni ya pamoja. Utige wewe ya country mall loko ye mwana. Kwa hiyo wewe tuenda. Ukweli rulo mama.
Mafinga Filling Station iliyopo katika mtaa wa Mwangata ni sheri yenye nafasi kubwa inayoiwezesha gari kubwa ama gari ndogo kuingia kwa urahisi na kuweza kupishana wakiwemo ndani. Sheri hii ya Mafinga Filling Station iliyopo mtaa wa Mwangata ina eneo kubwa la kulaza magari, huku ulinzi nao ukiwa ni wa uhakika. Karibuni Mafinga Filling Station iliyopo Mwangata, kwani wahudumu wetu ni wakarimu sana. Mafinga Filling Station Mwangata, tunasema mafuta kwa maendeleo, huduma kwa moyo. Asante kwa kufuatilia simulizi hii fupi na tamu ya uwekezaji iliyofanywa na mdau huyu wa maendeleo Mafinga Filling Station katika mtaa wa Mwangata. Nikukumbushe usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kujipatia simulizi zaidi za miradi ya maendeleo kama hizi. Mpaka wakati mwingine, endelea kuamini kwenye nguvu ya uwekezaji wa kizalendo. Niliokupitisha katika simulizi hii fupi ya uwekezaji mkubwa wa kituo cha mafuta cha Mafinga Filling Station Mwangata ni mimi Zuhura Zuheri. Asante kwa kutufuatilia. Nikukumbushe tu usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, endelea kuamini kwenye nguvu ya uwekezaji wa kizalendo. Bye bye.